إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من جملة ما ندعو الله عز وجل به قولنا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Katika jumla ya yale ambayo tunamuomba Allah tabaraka wa taala kwayo, huwa tunamuomba Allah azza wa jalla dua hii: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, na tunaomba ulinzi kwa Allah azza wa jalla kutokana na shari za nafsi zetu. Wa min sayiati a'malina, na tunaomba ulinzi kwa Allah azza wa jalla kutokana na matendo yetu machafu. Tuliposema tunaomba ulinzi kwa Allah min shururi anfusina lianna an-nafsa ammaratun bis-su', tunaomba ulinzi kwa Allah azza wa jalla kutokana na shari za nafsi zetu, kwa sababu nafsi katika moja ya hali zake ni kuwa kwake ammaratun bis-su'i, wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i. Mimi siitakasi nafsi yangu. Haya maneno ameanukuu Allah tabaraka wa taala katika kitabu kitukufu cha Qur'ani, yakiwa ni mazungumzo ya Yusuf alayhi salam. Katika surati Yusuf Allah amemnukuu Yusuf akisema maneno haya: wa ma ubarri'u nafsi, mimi siitakasi nafsi yangu, inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, hakika ya nafsi ni ammaratun bis-su'i, inaamrisha sana ubaya, uchafu, ila nafsi iliyorehemewa na Mola wao. Ikhwani, hivi nyinyi mnadhani kwamba ni tatizo la Waislamu kufunga? Haikuwahi kutokea. Kama tungepewa dhima ya kufanya da'wa ya kuwalingania Waislamu kwenye ibada ya saumu, tungesema dawa hiyo tulifanikiwa 80 mpaka 90. Leo hii uende sehemu wakute Waislamu 10
upewe kutwa nzima kuwalingania wale watu waingie kwenye ibada ya swala, hawaswali. Kuna uwezekano kutwa nzima mpaka unamaliza usimpate mtu hata mmoja kwenye swala. Waislamu wagumu sana kwenye istijaba ya ibada ya swala, lakini kwenye ibada ya saumu wala usiende kukaa nao kutwa nzima. Mwezi umeonekana tu, au kuna ibada fulani ya saumu kama ni masiku meupe au yoyote wayo, wewe njoo acha spika tu hapa, sema jamani kuna saumu, utaweza kukuta wote wanakuja. Kwa hiyo ibada ya saumu ni nyepesi, inakubalika. Imefikia wakati kama anavyosema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, kabuli ya Waislamu kwenye ibada ya saumu inafikia wakati mtu ana udhuru za kisheria. faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, yoyote miongoni mwenu ambaye ni mgonjwa au yuko safarini afungue katika mchana wa Ramadhani, atakuja kurudisha saumu yake kwenye masiku yajayo. Hali hii ya safari na hali hii ya ugonjwa, Muislamu kimwambia una ruhusa kisheria kufungua, kwambia siwezi kufungua, nikala mchana wa Ramadhani, nitapambana na kutumia dozi mpaka nimalize saumu. Sijawahi kufungua mchana wa Ramadhani tokea nimeanza kufunga nikiwa mdogo. Hii ndio istijaba ya ummatu Muhammad katika ibada saumu. Kwa hiyo kufunga sio tatizo la Waislamu. Tatizo la Waislamu katika saumu zao ni tatizo la kufunga kimazoea. Wanafunga kiada. Wakati wanafunga ni vigumu sana kujiepusha na zile ada zao walizozizoea. Hapa ndipo panapoharibika ibada saumu. Ibada hii ni ibada adhima, moja ya ibada kubwa mno. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akafanya takhsis ya ibada saumu, illa saum fa innahu li wa ana ajiz bihi. Katika Lataif al-Ma'arif ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, moja maana bora alizozileta kwenye kipengele hiki, pana maana nyingi zimetajwa na ahlul ilm, lakini moja maana nzuri mno inamvuta mtu katika kuienzi ibada ya saumu ni kwamba matendo yako yote unayoyafanya siku ya kiyama yanaingiliwa na qisas. Akhera hakuna kulipana mali, akhera kuna kulipana thawabu. Wewe kwa makosa yako uliyofanya utakwenda kulipa thawabu mbele ya Allah siku ya kiyama. Kama hujatubu, umeondoka nayo yale madhambi yako hapa duniani, utakwenda kuwalipa. Kama ni kwa Allah au waja, utakwenda kulipa thawabu zako za matendo yako. Isipokuwa ibada saumu haingiliwe na kisasi. Umetoa thawabu zako zote zimeisha, na madhalim na matalibu za watu kwako bado zipo. Dhuluma ulizofanyia watu, madai ya watu bado yako kwako, unahitajika upewe madhambi yao. Hapo anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika Lataif al-Ma'arif, anaingilia Allah mwenyewe kwenye sehemu iliyobaki. Thawabu zako zote zimeteketea kwa madai ya watu, zimekwisha. Unataka kuanza kuliwa thawabu zako za saumu, Allah anaingia mwenyewe, anakwenda yeye kulipa ile madeni yote yaliyobaki. Thawabu zote za saumu anakupa, hapa anakuingiza pepo. Hii ni katika moja maana bora ya inna saum fa innahu li wa ana ajiz. Ibada saumu peke yake ni ya kwangu na mimi ndiye ambaye nitalipa. Ibada hii ameiweka Allah, lazima thawabu zake uzipate. Halafu unaingizwa peponi moja kwa moja, na akhira pamewekwa mlango maalum unaitwa babu Rayyan, yadkhulu minhu saimuna yawm al-qiyamah. Fa idha dakhalu ughliqa falam yadkhul ma'ahum ahadun. Wakiingia, wataingia katika mlango huu wa Rayyan wenye kufunga tu siku ya kiyama. Mpaka watakapoingia wote, mlango unafungwa, hauruhusu mtu yeyote kuingia kinyume na wafungaji peke yao. Ikhwan, hizi awaid sayiat, kikwazo kikubwa katika ibada yetu ya saumu. Naam, aliposema Allah tabaraka wa taala, inna saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, isipokuwa saumu ni ya kwangu na mimi ndio ambaye nitalipa, qillatan wa kasratan.
Yeye Allah mwenyewe ndiye atakayelipa kwa wingi na kwa uchache. Watu wengi tunazungumzia ila saum fa innahu li wa ana ajiz bihi, katika kulipwa malipo mengi. Naam, imethibiti na wanawazuoni wametaja malipo mengi kama huu mfano uliopo, lakini hata kwa uchache pia saumu ni ya Allah na huwa analipa kwa uchache. Rubba saimin laysa min saumihi illa al-ju' wal-'atash, yawezekana aliyefunga asipate chochote katika malipo ya saumu yake isipokuwa kukaa na njaa pamoja na kukaa na kiu. Hiyo ndo saumu yake. Saumu yake al-ju' wal-'atash, nasallallahu alaihi. Sasa hawa wakitaraji malipo haya mazuri, ubora huu, kinga hii, dhamana hii kwenye ibada saumu, wakaipata kwa sababu laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Limadha? Li'annahu lam yura'i nafsahu. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu yeye hakuichunga nafsi yake katika muharramati wa huwa sa'im. La yazalu ala hawaidihi sayyi'ah, aliendelea katika kipindi cha kufunga na zile ada zake mbaya kaendelea nazo hali ya kuwa kafunga. Wallahu tabaraka wa ta'ala jamaa baina as-sawmi wat-tauba akthara min mawdhi, والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته للصوم والتوبة أكثر من موضعه. Pameambatanishwa kati ya ibada ya kufunga na ibada ya kutubu. Naam, Allah amesema hivyo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema hivyo. As-sawm wa tauba, as-sawm wa tauba, al-Qur'an wa tauba, qiyamul layl wa tauba. Lakini mtu amegandamana na madhambi yake, lakini bado kafunga, hataki kuacha ada zake mbaya. Ilikuwa kabla ya wakati wa saumu, huyu mtu kijiweni kwake akitokea mtu yote akamkera, atavurumusha matusi mengine mpaka huenda kwenye kamusi za matusi hazika haya tena kwa sauti ya wewe kadha kadha kadha. Kaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani na kafunga. Ilipotokea kakerwa kero kama ile ya kabla saumu, amevurumusha matusi yale yale ya kabla saumu. Wa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mur'un sa'im. Kashindwa kuacha ada zake mbaya zenye kutaani katika saumu yake, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akufundisha ikitokea mtu amekupiga ataka uonge na wewe, amekutukana, usimjibu kwa kipigo wala kwa matusi. Imma takunu bilisani alhal au bilisani almaqal kama qala an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Useme kwa ulimi wako wazi, mimi nimefunga, au fanya action ya kuonyesha kwamba mimi nimefunga pasina kuzungumza. Ikawa majibu yako yanatofautiana na hali yako ulipokuwa kabla ya kufunga na baada ya kufunga. Alafu watu wanajiuliza, huyu leo ana nini? Hivi ni huyu wa kumchokoza akakakinya kama hivi? Anaambiwa kafunga huyo. Kumbe saumu ina maana. Huyu jamaa ana kitabu cha matusi mdomoni mwake. Kumbe mtu akifunga anakuwa mzuri namna hii. Ikhwani, angalia maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fanyeni tauba na hii Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa tauba. Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Unaona misamaha inapotolewa katika mwezi wa Ramadhani kwa munasabati za ibadati za mwezi wa Ramadhani. Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa imani, Allah kamwamrisha, lakini kwa kutarajia na malipo, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Naam, sabairu dhunub. Atakayesimama kwenye kisimamo cha Ramadhani imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
amesimama kwenye salatu tarawih kwa imani na kuhesabu nafsi yake, anasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Atakayesimama kuitafuta Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwani, hivi nyinyi mnajua kwamba mnapotekeleza ibada hii ya saumu mnajilazimisha kujizuilia na mambo ambayo kiasili ni halali kwenu? Chakula chako ni halali kwako, kinywaji chako ni halali kwako, mke wako ni halali kwako. Anasema Allah katika hadithi hii al-Quds, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli, anaacha kinywaji chake, anaacha chakula chake, anamwacha mke wake au mume wake kwa ajili yangu mimi. Ikhwani fil iman, hal yajuzu liman taraka ma huwa fil asli halalun an yaqtahima ala ma huwa fil asli haram? Hal hadha yuqal? Hivi linaingia akilini kwa mtu ambaye kaacha vitu ambavyo kiasili ni halali kwake, alafu huyu anakwenda kuvamia vitu ambavyo kiasili ni haramu kwake hata kabla ya Ramadhani wa huwa saim, hali ya kuwa kafunga? Hili jambo linakubalika kengeni? Umeweza kuacha chakula chako, umeweza kuacha kinywaji chako ambapo hivi kiasili ni halali kwako kwa ajili ya mapenzi yako na Allah, utekelezaji wako wa taa ya Mola wako, alafu unakwenda kuvamia mambo ya haramu mchana wa Ramadhani na umefunga. Hada zetu zinatutesa, zinatuharibia ibada yetu ya saumu. Ikhwani fil iman, hebu ziangalie nususu hizi za kisheria kutoka kwa Allah na mtume wake, namna gani wametuelekeza katika njia ya tauba, hasa katika mazingira yale yaliyokuwa magumu. Yusuf alayhi salam anamwambia Allah tabaraka wa taala, rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, Mola wangu mlezi, jela ni bora zaidi kwangu mimi kuliko kuniacha uraiani nikakumbana na vishawishi vya wanawake wanaonivutia na kunilingania kwenye uzinifu. Fakhtara Yusuf alayhi salam an yakhruja min albilad wa yamkutha fi sijn firaran min almaasi. Ayuha almu'minun, alikubali Yusuf alayhi salam atoke kwenye mji aende akakae katika jela kwa sababu ya kuyakwepa maasi. Waqala Yusuf alayhi salam, wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin. Kama Allah hukuniondoshea wewe kwa uwezo wako vitimbi hivi vya hawa wanawake wanaonitaka ni wazini, asbu ilayhinna, utatafsiri vipi hapo? Asbu ilayhinna, mina wazini kweli hawa, wa akun min aljahilina, na ninakuwa katika watu wajinga. Allah, dhambi hii mimi sina uwezo nayo, msaada mkubwa unaohitaji ni kutoka kwako, nisaidie Mola wangu kwenye dhambi hii. Hata kama itatokea kusalimika na dhambi hii kupelekea nikakae jela, niko tayari. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba. Habari imeenea mtaani, mke wa mfalme anamtaka kijana wake, kazidiwa na matamanio. Mke wa mfalme uwaga anavutia hata kama asili yake ni mbaya, kwa sababu tu ya kuwa kwake anatoka nyumba ya nani? Ya mfalme. Watu wanaelezana mtaani kwamba mke wa mfalme anamtaka kijana wake.
Si tunao vijana waovyo sana. Mtihani huu wa uzinifu huu, wewe ukikutokea unasema ni dhali la mentali, nimependwa na mke wa Kibosile, nimetana, nimetoboa kwenye maisha. Wakati baina ya wacha Mungu wanasema asijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani, naenda jela kwa sababu ya kukwepa uzinifu. Sisi tuna vijana waovu, akineemeshwa na Mola wake katika neema mbalimbali za duniani, basi haraka anakokimbilia ni kwenye kufanya maasi kwa zile neema alizokuwa nazo. Watu wana neema za nguvu za kiume, watu wana neema za maumbile mazuri, watu wana neema za vipato, wanakabili neema hii na ihsani hii ya Allah kwenda kufanyia neema zile zile machafu. Anatupigia mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja wa watu wema ambao walifanya tawassul kutokana na matendo yao mema ambayo waliyafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Huyu mmoja wa watu wema akasema, rabbi innahu kana li ibnatu ammi wa hiya ahabbu nisai li, mimi nilikuwa na binti wa ami yangu, huyo mwanamke katika wanawake anapendeza sana kwenye nafsi yangu. Nikaenda nikamtongoza yule dada, nikatalia. Fa alammat biha sana, akaenda kupatwa na dhiki yule dada. Siku moja alipopatwa na shida, akaja kunililia shida yangu, akaja kunililia shida yake. Nikamwambia nitakutatulia shida yako kwa sharti ile ombi langu la mwanzo. Na wanawake wengi kwenye jamii wanafanya uzinifu kwa sababu ya matatizo. Naam, sio halali kwao kufanya hivyo kwa sababu ya matatizo, lakini kinachoingiza kwenye jarima tuzina ni matatizo, kinachoingiza kwenye maasi ni shida. Huyu dada anakwenda kuomba utatuzi wa shida, anapewa sharti, nitakutatulia shida yako, ukubali kile nilichokuomba mwanzo. Hana njia, anakubali yule dada. Huyu bwana anapeana ahadi na yule dada, wanakwenda faragha. Anajisimulia mwenyewe, nilipokuwa mimi na yeye kila kitu kimekwisha kaa tayari, nataka nitoe pete nizeshe kwenye kidole. Yule binti akaniambia, ittaqillaha wala taqubba al-khatam illa bihaqqi. Wewe bwana muogope Allah, unataka kuivunja pete ambayo haijaguswa, usiivunje pete hii ila kwa haki yake. Anasema yule bwana, fansarafu anha, aliponiambia maneno kuittaqillaha, muogope Allah, nikajitoa nikamwacha yule mwanamke kwenye mazingira yale. Ilikuwa tu nikajitoa kwa sababu nimeambiwa ittaqillaha. Maneno haya mnaambiwa na tunaambiwa mara ngapi? Ittaqillaha, muogope Allah. Imekwisha kutokea umefanya machafu haya na madhambi haya, mwezi huu ni mwezi wa tauba, rejea kwa Mola wako. Kimada wako umemwacha kwenye Ramadhani, tena Shaabani ukamwambia kabisa tunaingia kwenye Ramadhani, naomba tusiwasiliane, nataka nifunge. Na umeweza kufunga, umeweza kuwa naye mbali. Lakini sio tauba kuegesha madhambi ili kimaliza Ramadhani ukayabeba madhambi yako. Innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Msamaha wa Allah kwa wale wanafanya dhambi ni wale wanafanya dhambi kwa ujinga, halafu kisha wakishagundua wamemkosea Mola wao huwa wanatubu kwa karibu. Ikhwani fil iman, at-tauba ibada mustaqilla. Kutafuta msamaha wa Allah ni ibada inayojitegemea yenyewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anaulizwa, kwa nini unaswali mpaka miguu inavimba wakati umekwisha kusamehewa madhambi yako yaliyotangulia na madhambi yako yajayo? Anasema, mimi nafanya haya ili niwe mja mwenye kushukuru. Sio lazima uhesabu madhambi yako
lakini ni lazima ufanye tauba hata kama unajiona hujakosea, sababu Allah ameamrisha watu wafanye tauba, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Fanyeni tauba, rejeeni kwa Mola wenu wote kwa pamoja ili mpate kufaulu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuha almu'minun, hunaka farqu baina at-taubati wal istighfar. Kuna utofauti kati ya tauba na istighfar. Fa kullu taubatin istighfar wa laysa kullu istighfari tauba. Kuna utofauti kati ya kusema astaghfirullah na kufanya tauba. Mtu anaweza akawa kwenye istighfar kwa tamko lake tu kusema astaghfirullah wa atubu ilayhi, lakini isisadike kwamba amefanya tauba, kwa sababu kufanya tauba kuna masharti. Miongoni mwa masharti ya tauba ni mtu kujivua na dhambi ambayo amefanya. Kuna baadhi ya vijana wamewafikiwa sana katika ndimi zao kusema neno astaghfirullah au astaghfirullah wa atubu ilayhi. Umekwenda hali hii ya mazoea, unamkuta kijana huyu anamwangalia binti aliyevaa vibaya barabarani, kamkodolea jicho hapa, anasema astaghfirullah, astaghfirullah. Ili neno astaghfirullah inabidi lifanywe istighfar. Ni neno la kuomba msamaha kwa Allah, lakini lipo kwenye maasi yenyewe. Haya pia nao ni maasi. Huyu hajatubu, amefanya istighfar, hajatubu. Tauba kwanza anatakiwa ajivue na ile dhambi anayofanya, lakini pili anatakiwa ajutie kwa nini anafanya dhambi hiyo. Kwa ukubwa wa Allah na ihsani yake na fadhaili zake na rahma zake, anafaa Allah kukabiliwa na wewe mja aliyekuneemesha kwa neema hizo ulizokuwa nazo, unakabili neema hizi kwa kufanya maasi ya haya. Kwa hiyo an-nadam, kujuta, kwa nini mimi namkabili Mola wangu aliyonipa siha njema, aliyonipa neema ya afya na chakula na riziki, kanipa makazi mazuri, usafiri wa kutembelea. Kwa nini namkabili Mola wangu kwa kufanya maasi haya? An-nadam, kujuta. Lakini sharti la tatu la tauba, al-azmu ala adami al-aud, ni kule kuazimia kwako hutarudia tena kufanya lile dhambi unalofanya. Ikhwani fil iman, ikitokea madhambi yako unayoyafanya yanataallaki na haki za binadamu, haki za watu, kama vile mali zao, kama vile heshima zao, tauba yake inatakiwa ukatabarra na sahibul haq. Ulivunja heshima ya mtu, kwe nenda kwa mwenye heshima yake, nenda kaombe msamaha. Ukifanya tauba baina yako na Mola wako kwenye masharti ya matatu yaliyotangulia, umejivua na hiyo dhambi, unajutia, unajilaumu, unaazimia sitafanya tena dhambi hii, lakini hiyo ni haki ya mtu. Ili umpate msamaha na ufute dhima hiyo kwa mtu, nenda kwake kamwambie, nilichukua pesa yako hii, naomba nisamehe. Na ujasiri huo hapa duniani ni bora kuliko kuacha unyonge wa kuogopa kwenda kumkabili sahibul haq hapa duniani mkamalizana, ili uende ukamlipe thawabu kesho akhera. Na utatamani lau kama ungepata nafasi ile ya kurudi tena duniani kuja kujitakasa katika dhambi. Ikhwan, pamoja na kwamba tauba ni ibada inayojitegemea yenyewe, lakini katika vitu ambavyo vinamfurahisha sana Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim. Ikhtisaran, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, lillahi ashaddu farha, Allah ana furaha kubwa zaidi
ashad zaidi kuliko mmoja wenu aliyesafiri juu ya mnyama wake, alaiha mataahu, juu yake yule mnyama kaweka chakula chake, kinywaji chake na masurufu yake yote ya safari. Safari yake ndefu, kafika sehemu kuna jangwa, au na bora nishuke nipumzike. Kapumzika, kapitiwa na usingizi mwepesi. Anakuja kushtuka kwenye usingizi, yule mnyama wake na vile vitu vyote masurufu ya safari kaondoka naye, yupo porini. Akakata tamaa na maisha, akasema bwana nibakie tu hapa, kama atakuja mnyama nile, maisha yangu yaishi hapa. Alipokuwa kwenye lindi la mawazo na stresi kubwa, anatahamaki, ghafla yule mnyama katokea mbele yake kamuona. Kutokana na furaha kubwa aliyokuwa nayo, akasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhtaa min shiddati al-farh, ewe Mola wangu, wewe ndio mtumwa wangu na mimi ndio Mola wako. Kazungumza maneno yenye kudhamini kufuru ya matamko. Amekosea kwa sababu ya furaha iliyopitiliza, lakini Allah anafurahi zaidi mja wake anapotubu kwa kurejea kwake kuliko huyu. Hampendi kumfurahisha Mola wetu? Hatupendi kumfurahisha Mola wetu msimu wa tauba huu. Kwa nini bado tuna nadharia kusema mimi bado Ramadhani hii kisha Ramadhani ijayo nitafanya tauba, Ramadhani ijayo nitafanya tauba? Ikhwani, haya madhambi maalum yanayofanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kama waumini wamebakia kwenye dini yao na adabu ya mafundisho ya dini yao, kwa nini watengenezewe madhambi ndani ya Ramadhani na wakakubali kuyafanya madhambi hayo? Hal min warai dhalika iman? Je, nyuma ya hali ya huyu mtu ana imani? Hivi inastahiki kwa muumini ndani ya mwezi wa Ramadhani atengenezewe maasi ya kumkosesha kufanya ibada ya Ramadhani? Ni sawa? Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa saumu, mchana wake haufai kufanya laghwi wala lafaz wala fusuq. Maasi ya kampuni yoyote ndani ya mchana wa Ramadhani ni haramu. Usiku wake ni usiku wa qiyamu Ramadhani. Watu wanatakiwa waswali salatu tarawih. Kututengenezea maasi katika mchana wa Ramadhani, kututengenezea maasi katika usiku wa Ramadhani, huku ni kutukosesha heshima ya mwezi wetu wa Ramadhani. Lakini umefungwa kamba kuvutiwa kwenye maasi, au unakwenda mwenyewe? Siku ya Jumapili watu wataharibu saumu zao mchana wake, watu wataacha salatu tarawih usiku wake, kwa sababu eti yeye ni mnyama au yeye ni mwananchi. Kuwa mnyama, utakuwa mnyama wa porini, utakuwa mnyama kaburini, utakuwa mnyama wa motoni. Na kama ni mwananchi, basi utakuwa mwananchi kaburini, utakuwa mwananchi motoni. Unakubali vipi kutengenezewa laghwi ndani ya mwezi wa Ramadhani? Tulisema Ramadhani iliyopita, kwa nini mnaweka mipira hii kwenye mwezi wa Ramadhani? Kwani mara ngapi zinatokea ratiba nyinginezo mipira hii inacheleweshwa, inahamishwa? Kwa nini wako kwenye mchana wa Ramadhani wakati mnajua kwamba hao washabiki wenu wapo kwenye mfungo, wapo kwenye kiamu? Yeyote atakayeshiriki kwa namna moja au nyingine, hata kuuliza matokeo nani kashinda, huku ni kushiriki katika laghwi ndani ya mchana wa Ramadhani, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imesheheneshwa ibadat mbalimbali. Ramadhani imesheheneshwa hasanat mbalimbali. Hivi haya yote mazuri wewe umeyatekeleza? Una mapungufu mengi kwenye kufanya mema, badala yake unaacha kufanya ya mema ambayo umetakiwa, unapenda kufanya maasi ya ushabiki wa mpira wa Simba na Yanga. Kipindi ambacho unatakiwa ufanye tauba, kwa sababu ushabiki wa mpira ni maasi. Mnaonaje lau kama zitaletwa halali na haramu siku ya Kiyama, zikawekwa kwenye hadhara ya Allah siku ya Kiyama, halali zote na haramu zote, mpira utawekwa kwenye upande gani? Zimehudhurishwa halali na haramu siku ya Kiyama, mpira, ushabiki wa mpira utawekwa kwenye upande wa halali au haramu?
Swali hili aliliuliza Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma. Mtu mmoja alikwenda kumuulizia kuhusiana na muziki, nini hukumu ya muziki? Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma akamwambia ni haram. Yule bwana akageuka kachukia jawabu lile, hakutegemea jibiwe vile. Alikwenda kuuliza swali wakati tayari ana jawabu lake. Akageuka anaondoka. Abdullah ibn Abbas akahisi karahia kwake, akamwita njoo. Akamwambia, unaonaje siku ya kiyama zimeletwa halali zote na haramu zote mbele ya haramu, muziki unakuwa pande gani? Sema, jitie ujasiri, sema itakuwa kwenye upande wa halali. Utakuwa kwenye upande wa haramu, mpira utakuwa kwenye upande wa haramu. Ikhwani, msimu huu ni msimu wa tauba, msimu wa inaba, msimu wa hasanat. Kwa nini utie uchafu ndani ya wakati aliyekuwekea Allah kwa ajili ya taa? Miezi 11 yote unayo, unafanya unayoyafanya. Kwa nini usipendekeze yale aliyopendelea Mola wako ndani ya mwezi wa Ramadhani? Hivi wewe usiposhabikia mechi ya Simba na Yanga, unakosa pesa, unakosa pumzi, unakosa uhai, imani yako inadhoofika? Au hayo maasi ndio ambayo unakwenda kudhoofisha imani yako? Ya ayuha nasu tubu ila Allahi, enyi watu tubuni kwa Allah. Mimi mtume wenu natubu kila siku zaidi ya mara 70, na katika riwaya zaidi ya mara 100. Wakad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, amesamehewa madhambi yake yaliyopo na yajayo, lakini bado anafanya istighfari kila siku mara 100 mara 70. Ikhwani, hakufanya haya mtume sallallahu alaihi wasallam ila kwa kutujulisha sisi tukithirisha ibada ya istighfar, na huu mwezi umewekwa maalum kwa ajili ya kufanya istighfar, mtu atake msamaha na madhambi yake. Tunatakiwa tufanye tauba ya kuacha ushabiki wa mpira, sio kushabikia mpira ndani ya mwezi wa Ramadhani, ili mtu akiondoka duniani madhambi anaondoka nayo isiwepo ndani yake madhambi ya ushabiki wa mpira. Na huu ugonjwa wa kujisema mimi bado kijana, mimi bado nitatubu, toba ina muda wake. Kuna muda maalum wa mwisho wa toba kwa watu wote, na kuna muda maalum wa mwisho wa toba kwa kila mtu kwa dhati yake. Ama muda wa mwisho wa toba ni pale jua likitoka magharibi kwenda mashariki. Yauma taati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au katabat fi imaniha khayra. Hii ni kuchomoza jua kutoka magharibi kwenda mashariki. Mlango wa toba kwa watu wote unakuwa umefungwa, lakini tauba ya mtu mmoja mmoja mwisho wake, mlango wa tauba, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, babu taubati maftuh ma lam yugharghir. Mlango wa tauba uko wazi kwa kila mtu, muda wa kuwa roho haijafikia kwenye mikulinga nataka kutoka. Ikifikia katika hali kama hiyo, hata ufanye tauba kiasi gani haikubaliki. Na nani anayakini kwamba sote tutamaliza mwezi wa Ramadhani? Kama kuna mmoja kakadiriwa kwamba Ramadhani hii atoboi kwenye hili, alafu ameweka madhambi yake pembeni, anasema nikimaliza Ramadhani nitakurudia, wewe usiharibu tauba yako. Badilisha nia, sema mimi nimeacha kabisa, Allah nimetubu kwako, sitaki tena ya maasi. Hata ikitokea umekufa, unakufa hali ya kuwa umetubu ya madhambi. Lakini kwa hiyo hali ya kusema nimeyapaki sehemu, nikimaliza nitakwenda kuchukua mzigo wangu wa madhambi, wewe ukifa leo unakufa na hesabu yale madhambi. Tunakosea kujihesabu kiasi hicho. Kuwa na ujasiri, mwambie Mola wako, mimi nimetubu kwako, sitaki tena maasi yangu. Au kama unaona kuna uzito wa wewe kuyaacha, mlilie Mola wako kwenye mwezi wa Ramadhani. Mwambie Allah, mimi dhambi hii ngumu kwangu, nimejitahidi lakini siwezi. Mimi wizi wa mali za watu siwezi kuacha. Allah, naomba kwa msaada wako Ramadhani hii. Mola wangu, mimi na mtihani wa uzinifu, bila zina mimi sitoboi. Nimejitahidi kwa njia zote lakini siwezi. Mola wangu, Ramadhani hii niwezeshe Ramadhani kisha niondokane kabisa na balaa la uzinifu, ushirikina. Watu wanafanya shirki. Waganga wamepumzika ndani ya mwezi wa Ramadhani, wanakuambia Ramadhani atupige ramli. Hata kama unataka kwenda kupata huduma, hupati huduma kwa sababu wenyewe hawafanyi kazi. Sasa mwezi huu wa Ramadhani ikitokea wewe umekosa dawai za kufanya huo uovu, tubu kabisa kwa Mola wako, na muombe Mola wako akuwezeshe. Kama linakuwa ni gumu kwako jambo la ushirikina, huwezi kuliacha, mlilie Allah kwenye Ramadhani. Allah, niwezeshe, mimi shiriki nimeichoka, nataka niache.
kwa ukweli na ikhlas, Allah tabadilisha hali yako kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Nasallallahu husna al-khatima. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.